بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بيده مفاتيح الفرج، شرع الشرائع وأحكم الأحكام، وما جعل علينا في الدين من حرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قامت على وحدانيته البراهين والحجج، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، هو المفدى بالقلوب والمهج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ساروا على أقوم طريق وأعدل منهج، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، naendelea na sura Fatir na jana tulisimama katika aya mwisho aya 8, na hivyo leo tunaingia aya 9 inshallah. Aya 8 kukumbushana tu, tulisema aya hii inasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Hapa tumeelezea kwamba shetani kazi yake kumpambia mtu akaona amali anayoifanya nzuri, kumbe kapambiwa tu, lakini yuko katika kufanya amali mbaya. Anaona kwamba anafanya amali njema, anahu yuhsinu amala, kumbe amali zake zote qabih, amali boyo, amali mbaya. Na hii ndio sifa ya shetani, hodari kwa kupamba maneno, tazyin, kufanya zini maneno mazuri, na mpaka kumshawishi mtu akaingia katika maasi, ikawa ndo furaha yake. Kwa hivyo yule aliyopambiwa amali zake na madhal zuyyina lahu suu amali, inapokuja katika sigha hii, sigha mabniyu lilmajhul, yani inapokuja katika sifa ya passive voice wanasema kizungu, yule anayepambiwa, yani mpambaji si muhimu kutajwa kuliko kile kilichopambwa. Ikawa amali yake akaona kibaya, kumbe akaona kizuri mwenyewe, kumbe amali mbaya. Akaona kizuri, kumbe amali yake mbaya ya kumpeleka motoni. Zigina lahu, ikiwa kumtaja aliyefanya au kuto kumtaja hakuna umuhimu kama kile kitendo chenyewe kinachofanya. Na mara nyingi mfumo huu tunasema fulani Ali amekivunja kikombe, au sio? Ali tushamjua kutajwa Ali kwa sababu muhimu, sio Mohamed au Said, la, Ali ndio alivunja. Kwa hivyo Ali alivunja, kwa hivyo akakinunua kingine kile. Lakini kikombe kimevunjwa au kimevunjika, mfumo wa nini? Hataji yule mtenda, kimetajwa kile kilichotendwa chenyewe. Kikombe kimevunjika, hadi sasa utapata tabu, hatuna kikombe, kwa hiyo itabidi tunywe maji kwa chupa au chai tukitaka kunywa tu. Kwa hiyo muhimu kile kitu hatuna sasa, kisha vunja, tuambia kilipe, hatuwezi kumwambia kilipe basi, lakini kwamba wakati kukitumia kikombe tunakuwa hatuna. Kwa hiyo mfumo wa mabniyu lilmajhul, zuyyina lahu suu amali, amepambiwa. Nani aliyepamba? Hajatajwa, kwa sababu kile kitendo chenyewe badala yake kuwa kizuri, kumbe kitendo kibaya. Aliyepamba inaweza kuwa anajulikana, lakini haina umuhimu atakutajwa, au hajulikani, si muhimu wewe mtendaji, lakini kile kitendo muhimu. Hapa muhimu mtendaji na muhimu yule aliyepambiwa maneno. Nani mtendaji haina haja kutajwa, kwa sababu aya za nyuma zinataja, au sio? Aya nyuma tunasema nini? Ya ayuha nasu inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Enyi watu,
Waadi wa Mwenyezi Mungu haki, mtasabiwa, kuna moto na pepo huko. Basi dunia isikushughulisheni, isikudanganyeni. Dunia hii na khadaa, ikikudanganyeni maisha dunia mtapotea, kuna adhabu kali ya milele huko. Wala yaghurrannakum billahi algharur, imeanza hapa. Wala asikudanganyeni juu ya Mwenyezi Mungu, mkafanya Mwenyezi Mungu kama si chochote si lolote, ikawa mnafanya maasi kwa kutokujali kama kuna kiyama na kuna kusimamishwa mbele haki na kuna adhabu na kuna khairi pepo. Kwa hivyo hapa baada kusema bila yaghurrannakum billahi algharur, yule mpotezaji, mdanganyifu, yule mwenye kudanganya watu, mdanganyifu, huyu katajwa katika aya pili. Kaweko wazi hapa, inna shaytana, hakika shaytan lakum adu, ni adui kwenu, fatakhidhu adu, basi mdil naye, mkae naye kama ni adui, dakika yote mumuogope, anaweza kukupotezeni. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni hodari sana kuita kundi lake ili apeleke kwenye moto. Inma yad'u hizbahu, hakika yeye anaita kundi lake, kundi lake liyakunu min ashabi sa'ir, anaita chama chake mwenyewe ili wawe watu wa motoni. Kwa hivyo shetani tumshajua yule al-gharura, atajawaba ni shetani. Na hadith bado iko katika kuhusu shetani, alladhina kafaru, tulisoma aya 7, alladhina kafaru lahum adhabun shadid, wala kufuru na adhabu kali wale wanampata shetani. Bado anatajwa shetani hapa, wala kufuru ni hizbu ya shetani. Simetaja mwisho nini? Inma yad'u hizbahu, anaita kundi lake, sio ili watu wa motoni. Basi hawa ndio wanakuwa alladhina kafaru lahum adhabun shadid, adhabu kali nasubiri. Walladhina amanu, wale wanakuwa hizbullah, watu wa kundi la Mwenyezi Mungu, watu wenye kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, watu wenye kumtii Mwenyezi Mungu. Hawa hata akiteleza shetani wakiwadanganya kidogo, basi mbio Mwenyezi Mungu pia anawasamehe. Walladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bado katika shetani anataja kwamba yeye ndo kazi yake kuwapambia watu. Ndio ikaja hapa aya 8, afaman zuyina lahu su'u amalihi, je, yule ambaye aliyepambiwa amali yake au amali zake mbaya, su'u amalihi, aliyepambiwa nani? Tazama aya za nyuma, utaona shetani mpambaji, au sio? Mwenye kupambana shetani yule ambaye aliyepambiwa amali zake, zuyina lahu su'u amalihi, faraahu, akaziona kama kwamba ni hasanan, akaziona kama amali zake nini nzuri, kumbe amali zake zote za kumpiga motoni. Na hapa hajasema kulinganisha na yule mtu wa pili ambaye asiyepambiwa na shetani, ikawa amali zake njema, akawa anaiona haki ni haki na batili ni batili, akafata, akawa mtu mwenye kupata ridha za Mwenyezi Mungu, akawa ni mtu wa peponi. Haina haja kutaja, ukitaja moja ya pili ufahamu mwenyewe, au sio? Kwa hivyo ukienda direct kuelezea nini, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Na Mwenyezi Mungu ameweka bayinati kila kitu, mtume amekuja, kitabu kimeshushwa, wahi umeteremka, hadha halal wa hadha banan haram. Alafu Mwenyezi Mungu afanya nafsi ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Mwenyezi Mungu ameumba nafsi ili kuijua, akaipa ilham, akaifundisha uovu wake na ucha Mungu wake. Wahadainahu, tukampa hidayah an-najdain, njia ya khair na njia ya shar. Wahadainahu an-najdain, tukamuonesha hii ndio njia ya khair na hii njia ya shar, njia ya shari. Hebu niambie, Qur'ani imeshuka, mtume kaja, watu waliofuatia matabiina wa tabiina baada masahaba mpaka kufikia leo, walimu walioibeba elimu ya mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na Mwenyezi Mungu, wakawa wanaendeleza na kuifundisha watu ulimwengu mzima, na ilmu ikabakia mpaka leo ipo. Halal bayin na haram bayin, wanajua hii ni halali haram, hichi kitendo chema na hichi kitendo kibaya. Jua kwamba binadamu ameumbwa katika maumbile yake kujua hichi kizuri kibaya, halafu bado akaongozwa na siratu mustaqim kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu kwa wahi, akaitoa mtume na watu wakufundisha na kuonya. Haya yote yapo, halafu kisha anakuja shetani anampambia mtu maneno, akaona hivi ndio vizuri, kumbe kampoteza, anataka weni au min ashabi sa'ir. Kwa hivyo hapa ikawa Mwenyezi Mungu kisha hoja yake kwamba kaleta mtume, kashusha wahi, kaelekeza watu, akaacha watu vizazi vyao wanajifunza kutoka kwa wazee, na wao wanavuza vizazi vyao vizazi vyao tena, ikawa ilmu inaendelea mpaka ikafika tupofika leo.
kila mmoja anajua haki iko wapi na kila mmoja anajua batili iko wapi, na Qur'ani haijabadilishwa kahifadhi Mwenyezi Mungu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, tumeshusha dhikra na tunahifadhi. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, kuna hoja gani ya kwamba usijue haki na usijue batili? Kuna hoja gani usijue haki na usijue batili? Sivyo? Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu ndo akasema fa inna Allah, ujue kwamba Allah yudhillu man yasha, humpoteza mtakaye baada ya kushushiwa wahi na kuoneshwa njia, akapewa hidayah siratu mustaqim, halafu akakataa kufuata, akapambiwa na shetani, huyo kajitafutia mwenyewe. Wa yahdi man yasha, anamuongoza mtakaye. Fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Hii isije ikafikiriwa kwamba basi kwa Mwenyezi Mungu anamuongoza mtakaye na anampoteza kama chapotee mtu mtakaye. Kwa hivyo basi ndio tushandikiwa sisi, tunajijua tunaona motoni. Kwa hivyo utaona peponi, ndio alipotuandikia Mwenyezi Mungu, ndio fanya unavyotaka. Ukiona fikra hiyo itakufanya ufanye yote yale nafsi inayotaka. Yote mambo ya maasi ya kumtia mtu motoni, utaua, utachinja, utakula, utalewa, utavuta bangi, utazini, utafanya kila aina ya uovu. Ndio tushaandikiwa tufanye, tushaandikiwa. Mbona useme na hapa moto nenda kausa? Ndio tushaandikiwa kause moto. Mbona afanye mtu hivi? Shimo ile hapa, ndio tushaandikiwa basi tumbukie katika shimo. Mbona tumbukie? Anaona kwamba hii itampa madhara ya pale pale mbele yake, madhara ambayo baada ya kushushwa wahi na kupewa akili, kitu tunu katika kitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu, akakupa akili, halafu jua akili hiyo bado akaiongoza kwa siratu mustaqim, kwa wahi alioshusha, halafu kisha ndio shandiko ndio motoni. Inafasiriwa vibaya, maana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. La, inafasiriwa vibaya. Ifasiriwe kama mimi nishapewa hidayah, hizi ndio njia mbili, hii mna miba, mna mashimo, mna moto, mna sama, mna simba, mna nini njiani, na halafu hii ndio njia imenyoka kabisa, imepigwa nini hii kabisa, nini nasema, njia lami, ya njia lami kabisa. Alafu kisha ndio shandikiwa nipite njia hii nikaliwe na simba. Nishaandika la, anajua pale kwa mbele yake kuna hatari, hapiti mpita hii. Tabii mbele yako kwa hatari, akili yako uliopewa ujue haki, ilmu al-yaqin wa ainu al-yaqin, baada itakuwa tupo na moto. Halafu kuna haki al-yaqin, mtu atapotumbukizwa katika moto. Hiyo haitaki, la, aendekeza nafsi, anakuja apambiwe na shetani mambo yake, halafu afanye maasi, asitoshandikiwa. La wallahi, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, anamuongoza akimpoteza mtakaye, ndio baada ya kushakumpa wahi anaitaka mwenye. Au anaweza kusema hapa pia fa inna Allah yudhillu man yasha an yudhill, mwenye kutaka kupotea anamwacha potea, atakupotea na kujia nenda potea, na kupururia bado nakupa nini, nakupa bado na kuachia wazi hurumat, haramu zote mbele yako zifanye unavyotaka, lakini kija kwangu utakiona chako. Na alafu yani man yasha al-hidayah, umhidi yule anayetaka hidayah. Wengine wafasiri hivyo, fa inna Allah yudhillu, taban tafsiri ya mwanzo, mwenye mzungu mwenye amri yote, anayemtaka anamwacha aongoke, anayetaka anamwacha potee, yale yake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Lakini usimlaumu basi kwani umetuandika sisi ni motoni. Nimekupa hidayah, au sio? Wala usiseme kwamba ndio mshaandikiwa mimi nini ndio lazima niende motoni, basi takwenda motoni. Kwa nini mwenzako sasa mimi mshaandikiwa niende peponi, na kwa hiyo utakusali, wewe utakuja kusali, anainuka usiku wasali hataki, anatoa sadaka, msangu unazuia, unaweka mpaka kesho ukifa unaweza zatumwa na watu wengine, au sio? Sasa basi inakuwa ile khairi hataki kuifanya, na Mwenyezi Mungu anaonyesha khasafalaqtahamal aqaba, hataki kuvunja njia huko jabali hili, akipasua pepo kwa mbele yake halipasuki kwa urahisi, napasuka kwa amali njema, kwa sala, kwa qiyamul layl, kwa sadaka, kwa zaka, kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwa kusoma Qur'ani, kwa dhikri, kwa kumsalia mtume. Hayo yote mambo ya khairi yanatakiwa ndio uweze kuvunja ukuta uliokuzuia usinge peponi. Falaqtahamal aqaba, wama adraka mal aqaba. Aqaba ni kikwazo kinachokuzuia cha kufia hata ufike peponi. Vunja iktihamul aqaba, ni muhimu kwako kuvunja, kulivunja jabali hili ili upite ufike peponi. Kizuizi hiki kikubwa, wama adraka mal aqaba, fakku raqaba, toa mtumwa, au taamu fi yawmi dhi masghaba, yatima dha maqraba, au miskina dha matraba, kulisha siku njaa kabisa yatima
alikuwa jamaa yako au miskini za masraba hae hohe wao, huo ndo kitu cha mwanzo baada ya ibada zako, kumlisha maskini, kumlisha yatima. Hilo muhimu, wala hudhu wala ta'am miskin. Sasa kwa hivyo hapa amali njema utaki kufanya, alafu ndio ushaandikwa kwenda motoni, na hali unajua thamani ya pepo ni ghali. Ala inna sil'ata Allah ghaliya, ala inna sil'ata Allah ghaliya, ala inna sil'ata Allah aljanna. Ujue kwamba bidhaa ya Mwenyezi Mungu ni ghali, bidhaa ya Mwenyezi Mungu ni ghali na bidhaa yake ni pepo. Kwa hivyo usiendetaka pepo uitaki kwa amali zako mbovu alizokupambia shetani. Afawanzina lahu su amali farao hasana, anafanya amali anaona wazuri, kumbe anafanya nini? Kumbe anafanya amali mbaya. Sasa wewe utasema hivyo, ndio ushaandikiwa kwa kuchukua hoja kufasiri aya hii. Mwenyezi Mungu anampoteza mtakaye na anamuongoza mtakaye, alafu ukafanya nini? Ukasema ndio shaandikiwa. La, fa inna Allah yudhillu man yasha an yudhill, pia ina maana hiyo, anayetaka mwenyewe kupotea. Wa yahdi man yasha, na muongoza anayempenda, akampa hidayah, anampa uongofu. Man yasha al-hidayah, anayetaka hidayah. Na hili jambo ndio kama alivyosema katika sura Al-Kahf, Mwenyezi Mungu anasema nini? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, nikwambieni wale ambao wenye hasara mno katika vitendo vyao, amali zao. Alladhina, wale ambao dhalla sa'yuhum, ambao juhudi yao na kufanya mambo yao duniani, vitendo vyao, fil hayati dunya, katika maisha duniani. Dhalla sa'yuhum, amali zao zimepotea, fi dhalal. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum, na hali wao, yahsabuna, wanadhani, annahum yakuwa yuhsinuna sun'a, kama kwamba wanafanya kazi nzuri. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, hao ndio walokufuru aya za Mwenyezi Mungu, wa liqa'ihi, wamekufuru kukutana na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Fahabitat a'maluhum, amali zao zote zitakuwa zimeharibika, zimepotea. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, hao siku ya kiyama hatutawathamini kitu ila kwa peleka motoni, waliyadhu billah. Kwa hivyo hapa anasema, anaomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat, nafsi yako ya Muhammad isijihiliki nafsi yako, usiache kateseka namna hivi kwa kuwasikitikia nani hao watu wa aina hiyo. Inna Allah alimun bima yasnaun, Mwenyezi Mungu anajua vizuri wanayofanya. Bima ya'malun, bima yaf'alun, bima yasnaun, yote maana moja takriban, sio? Yaf'alun, ya'malun. Ukisema yaf'alun, baadhi ya watu wanasema tafsiri vile vitendo wenyewe. Ya'malun, vitendo pamoja na kauli. Yasnaun, vitendo na kauli, lakini kwa ustadi mkubwa, sinaa. Kufanya sinaa kama kwamba kitu kinatengenezwa kwa kusudiwa kwa uhodari, kwa kutumia experience na kwa kupata faida ndani yake ya kidunia. Sinaa kama kwamba kitu kinatengenezwa kwa mkono na kitu kinatengenezwa kwa factory, au sio? Kinatulia, kinakaa uzuri, au sio? Kwa uhodari, kwa ustadi, au sio? Kwa hivyo ustadi wao wote, ikiwa shetani kwa kuwapoteza watu, tazini kuwapambia watu, ikiwa binadamu anafanya kwa ajili ya kuendekeza nafsi zao, tena wanafanya uovu wa hali ya juu. Leo kila kitu cha uovu leo kiko katika stage ya juu kabisa. Hata hiyo zina hiyo, basi na mipango nchi huko chungu zima unapangiliwa na kiserikali sana. Project kama hizi zinatia mapesa chungu zima na mpangilio waki aina kisasa, katika mifumo ya kisasa. Tabia, mnajua mambo haya haramu na yake abadan, njia ya kupata pesa, au sio? Leo kama sigara, unajua kila mmoja sigara mbaya, lakini unapambiwa namna inavyokaa vile na katika pakiti nzuri, na unaandikiwa kwamba hii madhara kwa siha yako, na bado unavuta, au sio? Na mengi mengineyo yanapambwa mpaka mtu anakuwa na ashki ya kufanya kile kitu. Wengine wanajua kama hichi nakifanya kiovu, Mwenyezi Mungu atansamehe, nitatubu baadaye. Wengine wanasema ndio naona ni kizuri, ndio anazama katika nini uovu ule, kwa kuona kama anafanya amali njema.
imetoka aya hii inaingia katika aya 9. Mwenyezi Mungu anasema wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. aya hii imepenya ikatoka katika masala ya shetani na mengine haya, akataja jambo jingine kabisa, namna gani Mwenyezi Mungu anapoteremsha mvua akaihuisha ardhi na nini, ikataja nini, kama kwa aya hii inatilia nguvu. Tizama namna anafanya Mwenyezi Mungu katika mambo kama haya, ujue kwamba kufufuliwa kutakuwa hivi. Sasa wewe amali zako zizame, utupofufuliwa utafanya nini? Kwa hivyo hapa anasema wallahu alladhi arsala riyah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaye nini, anayetuletea au anayezituma risala. Rasul yursil bimaana mtume, kutuma, au sio? Tukiwacha maana bimaana risala, kutuma kitu. Yursil mwenye kutuma, mwenye kuamrisha iende, au sio? Bimaana kwa hivyo wallahu na Allah alladhi ndiye ambaye arsala, aliyeleta, aliyetuma. Ar-riyah, ar-riyah wingi wa rih, upepo mmoja, pepo mbalimbali, riyaha, na imekuja mfumo wa plural, wingi, jam'. Arsala riyaha fatuthiru sahaban. Fatuthiru sahaban maana nini? Kuleta ithara, kuathir alayhi. Yani hapa kusema neno kama alivyotumia hapa kwenye tafsiri, ili ziyatimue mawingu, yatimuliwe, yamekaa ametulia. Ukisema neno fayadhalna rawakid, ikabakia imetulia tu, ukiwa hakuna upepo, hakiendi kitu, au sio? Lakini riyah ni sababu ya kuendesha vitu, ni sababu ya kuendesha vitu, inasababisha kuzitimua mawingu, halafu mawingu yale yanapelekwa fasuqnahu. Suqnahu nini maana suqnahu? Suqnahu. Kwanza tutizame hapa, yursil arsala, sio? Amezituma, amezipeleka, halafu zikatimua mawingu, sio? Halafu kisha suqnahu wasiqa alladhina kafaru ila jahannama. Siqa maana yake wasiqa alladhina kafaru, kunywesha. Wasiqa la ile غبرورا يساقون إلى الموت، وسيق وتبروروا الذين كفروا إلى جهنم، كفروا مشوا. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة، سيق يساق ونبروز وكبريكوا. halafu kuna suq, pale watu wote wakitoka majumbani mwao wenye haja zao hupelekwa mpaka sehemu ambapo watu wanauza vitu. Kwa hiyo suq ni soko, yani kutokana nini, upelekwa kwa ajili ya maslaha yao, shida. Kwa hiyo center, pahala ambapo watoto wanakusanyika, wanatoka majumbani mwao, yusaquna ila hadha almakan, hapa kwa ajili ya kupata haja zao. Kwa suq, soko, sio? Halafu miguu inaitwa saq, miguu hii sehemu inaitwa nini? Saq, ndio ya kupeleka wewe kukuendesha, sawa? Kwa hivyo tupate maana nini kwa asli ya neno hili, ili tujue nini fasuqnahu, basi tukazichukua tukazipeleka. Unaona mpaka wapi? Kwa hivyo hizi tukazituma mawingu nikayafikisha, anasema fasuqnahu, sisi tukayafikisha ila baladin mayyit, upepo. Kwa hivyo hapa ndio sababu ya kuchukua mawingu na kuyasukuma na kuyapeleka mpaka sehemu ambapo ardhi imekufa, hakuna miti, hakuna chote, sio? Fasuqnahu ila wapi? Ila baladin mayyit, pahala ardhi. Balad bimaksud ya ardhi ya ziraa, ila baladin, katika mji, mayitin, uliokufa. Hapo mawingu yakiburuzwa na upepo yakapelekwa na kuyafikisha kwenye eneo ambalo hakuna nini, miti, kwa hikma Mwenyezi Mungu na uwezo wake na kusudio lake, ili nini, ardhi ile ila balad mayit fa ahyayna, tukaihuisha, bihi, kwa mvua ile iliyonyesha na mawingu yale, sio? Bihi al-ardh, tukahuisha ardhi baada mautiha, baada kuwa imekufa,
mvua imenyesha, ardhi kahuika, miti hiyo inaanza kuonekana, au sio? Majani yanaanza kuonekana, ardhi imeshachangamka. Kadhalika nushur, basi hivi ndivyo itakuwa kufufuliwa. Ardhi iliyokufa, iliyojaa wafu chini yake, maiti yote watu wote, itakuja mvua nyepesi, halafu maiti wale wafufuke, waanze kutolewa, wapeleke kwenye hisabu huko, halafu janna au nar. Mwenyezi Mungu atuepushe na moto inshallah. Wallahu alladhi arsala riyah, arsala riyah. Kwa nini kasema arsala fi'il madhi ya zamani, akasema fatuthiru fi mudhari? Arsala kishatoa amri, amri kishatoka kwa Mwenyezi Mungu, fatuthiru. Kwa hivyo kila wakati kaamrisha upepo unasukuma mawingu, unapeleka huku na huku, na riyah ndio sababu ya kupatikana nini? Movement, harakati, au sio? Na kwa hivyo fatuthiru imekuja nini? Kwa hivyo kila wakati huzitimua, fatuthiru daima, في المضارع سجل في الماضي فزمان imekuwa kwa kila wakati hutimua sahaba mawingu, halafu fasukunahu kutoka zamani na sasa, na kila wakati iko tunasababisha kupelekwa pale pengine. Na mara nyingi tukitazama kauli ya riyah na rih, imekuja mara chungu zima riyah, kama katika riyah ikawa pepo za aina mbalimbali, zikawa za maangamizi, za adhabu, na zimekuja pepo nyingine ikawa za nini? Rehma ndani yake. Kwa mfano tukitoa mfano kauli riyah, tutaona kwamba kuna imekuja qasif, imetumika asif, imetumika sarsar, imetumika aqim, na hizo zote kuonesha ni mapepo ya adhabu yaliyoangamiza watu. Wa amma adun fauliku birihin sarsarin, upepo kimbunga mkali, atia, sawa. Na zimekuja nyingine kama mfano wa huwa alladhi yusayrikum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki, mkawa katika vyombo vyenu katika bahari, wajaraina bihim, tukaviendesha vyombo hivi vya baharini, birihin tayyiba, rihin tayyiba, upepo mzuri, wafarihu biha, wakafurahi. halafu ghafla jaatha, ikawajia rihun asif, ukawajia pepo mkali wa kimbunga, wajaahumul mawju min kulli makan, ukawajia mawimbi makubwa kutoka kila pahala. Wadhannu anna muhita bihim, wakaona khalas sasa wameshazungukwa na adhabu kila upande. Da'u Allah, hapo ndo namjua Mungu, wakamwomba Mwenyezi Mungu tena, basi sio kwamba mukhlisina lahu din, kwa ikhlasi kubwa. Lain anjaina min hadhihi, akitukoa na adhabu kali ile tuzunguka upepo kila pahala, lanakunana min ashakirin, watakuwa katika watu wenye kushukuru. Walamma anjahum idahum, waendelea ya zamani. Kwa hivyo rih imekuja na riyah, mara nyingi rih inakuwa kwa upepo mmoja, upande mmoja, kwa hivyo unakuwa unateketeza. Riyah unakuja kila upande, wa huku unakuja na huku unatokea, kwa hivyo zinapogongana upepo zinathibitisha kitu. Kwa hivyo riyah inapokuja, kauli riyah inakuwa yenye faida, yenye rehma, kama tunasema warsalna riyaha lawaqih, tumepeleka upepo kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kukutanisha katika mimea, sehemu ya kike kuchukuliwa na upepo kwenda kwa sehemu ya kiume, kuchukuliwa kwenda sehemu ya kike, ikapatikana nini? Germination. Kwa hivyo wakati mwingine utaona kama katika aya mfano wa fi adin idh arsalna alaihim, na qaumi ad wakati tupopelekea nini? idh arsalna alaihim ar-rih al-aqim, neno aqim metumika, rih al-aqim pia katika nini? Upepo wa adhabu. Au bal huwa mastajaltum bih, kwa ile mnataka haraka duniani, starehe za dunia, rihun fiha adhabun alim, rihun. Kwa hivyo rih mara nyingi kuna adhabu ndani yake, lakini riyah kuna neema sana ndani yake.
kwa sababu pepo mbalimbali zinaleta faida mbalimbali kwa binadamu. Nabii Suleiman amepewa riha, lakini jua hivyo alikuwa na upepo wa kuendesha mwezi na kurudi mwezi na kuamrisha kwa jambo lote, lakini hajatumia upepo ule kwa ajili ya vita wala hajapigana. Kwa kweli ni mtume na kapewa falme, hata hivyo na nguvu za mashetani na kila aina ya jeshi alikuwa nalo na upepo, hajautumia upepo kwa ajili yake. Ukitizama Mwenyezi Mungu kajalia upepo yeye mwenyewe, kaleta katika vita vya Ahzab, wa hazama al-ahzab wahda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa upepo kaleta kuvunja kila kitu, tudammiru kila shay, kunavunja kila kitu. Subhanallah. Kwa hivyo wa min ayatihi, katika aya zake Mwenyezi Mungu, an yursila riyaha mubashirat. Yani mubashirat, yani kubashiria khairi, kwamba pepo zile zinaleta mvua na mvua ile, kwa hivyo mashamba yanachangamka, sio? Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatihi, kuleta pepo ikawa bishara njema kwa watu. Subhanallah. Kwa hivyo ukitizama kwamba arsala riyaha, maana yake ameharikisha, amepeleka. Lakini asije mtu akasema kwamba iko upepo haya mambo ya zamani, ama siku hizi. Nizunga sema yasha yaskini riha fayadhalna rawakid, anapotaka huutuliza upepo. Unaona Tanga halifanyi kazi yoyote, chombo kimekaa baharini katikati, haiendi hata hatua moja, amna upepo hata kidogo, au sivyo? Yasha anapotaka Mwenyezi Mungu yuskini riha, anazuia pepo, fayadhalna rawakid, panabakia kila kitu kimetulia pale pale. Asije mtu akasema zama za upepo zimekwisha, siku hizi kuna engine kinaendesha kila kitu, kila aina, au sio? Mwenyezi Mungu halitompita jambo hilo akanyamaza kimya, au sio? Halitompita hilo akaona mwana science kwamba naona natoa kosa Qur'ani. La, wallahi atafute maana riha, akajua uzuri. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Al-Anfal, anasema wala tanaza'u, msije mkagombana, fatafshalu, mkashindwa, watadhhaba rihukum, na wote wafasiri tukizama watadhhaba rihukum watadhhaba quwwatukum, ikawa nguvu zenu zinapotea. Mkitawanyika mkagombana, huyu kenda huko, nguvu zitakuwa tena. Mkishagawika, watadhhaba rihukum, hakuna maana ile watadhhaba quwwatukum. Na hivi ndio wafasiri wote. Kwa hivyo wanafasiri hivyo, wanasema ar-rih bimaana al-quwwa, ayan kanat al-quwwa, nguvu aina yote ile, iko nguvu ya upepo, iko nguvu ya mashine ya engine ya nini, yote hii nini, quwwa bimaana rih. Kwa hivyo maana hii, waladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban, na ndio Mwenyezi Mungu aliyotuma upepo zikatimua mawingu, na mawingu haya yakenda katika ardhi iliyokufa, ikahuika ardhi baada ya mautiha. Kadhalika nushur, hivyo ndivyo tunakumbushwa kufufuliwa watu. Kadhalika nushur, hivyo ndivyo kufufuliwa. Itakuja mvua, itanyesha, watu wafufuliwe. Aya hii ukilinganisha kwamba Mwenyezi Mungu wakati kuna ardhi mayit, hakuna da'wa, hakuna chochote, watu hawajui kitu, hivyo kumwabudu Mwenyezi Mungu, anateremsha baraka yake kwa kuteremsha wahi wake, akawatuma mitume na watu wenye ilmu, wakawa wanakwenda katika ardhi ile, wanafundisha watu dini. Mji una nini, watu wana nini, wanahuika kwa dini. Ukichukua bimaana hiyo, kama baadhi ya maulama wanasema mfano wake, mfano Mwenyezi Mungu kuteremsha wahi, akamtuma mtume wake, akenda watu wakaingia katika dini, wakaslimu, au sio? Walikuwa wamekufa, nyoyo zimekufa, zikahuika, au sio? Kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Inshallah tutasita hapa, kesho tutaendelea na aya 10. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam.